Manchester United wamekuwa na mpango wa muda mrefu wa kusajili viungo wawili wakati ifikapo mwaka 2026, lakini kwa sasa hali halisi ya soko inaashiria kuwa chaguo linalowezekana zaidi ni kusajili mchezaji wa muda mfupi. Mabadiliko ya benchi la ufundi kutoka Ruben Amorim kwenda kwa Michael Carrick yamebadilisha mwelekeo wa kikosi, kuanzia mfumo wa wachezaji hadi majukumu ya wachezaji uwanjani. Chini ya Carrick, Bruno Fernandes kwa sasa anatumika zaidi eneo la mbele kushambulia, huku Kobbie Mainoo akirejeshwa katikati ya uwanja kama muhimili wa mchezo. United bado wana uzoefu wa kutosha kupitia Manuel Ugarte, Casemiro na Mason Mount, huku vipaji chipkizi vikiendelea kuingizwa taratibu kwenye kikosi cha kwanza ili kupata uzoefu wa kiwango cha juu. Licha ya wingi huo wa majina, klabu bado inaendelea kupima soko la usajili. Majina ya Ruben Neves na Wilfred Ndidi yamekuwa yakihusishwa na uhamisho wa kwenda Old Trafford. Hii inaonyesha wazi kuwa Carrick na benchi lake la ufundi hawajaridhika kikamilifu na majina yaliyopo kwenye klabu, hasa wanapokaribia hatua ya mwisho ya msimu. Kwa mechi 16 pekee zilizobaki msimu huu, wazo la kusajili wachezaji kwa mkopo linaonekana kupewa uzito mkubwa, ingawa hatua hiyo inakwenda kinyume na mpango wa awali wa usajili wa dirisha hili. United walikuwa na nia ya kumsajili kiungo wa kati kwa ajili ya mustakabali wa klabu, lakini kushindwa kupata wachezaji wa kiwango cha Adam na Carlos Baleba au Elliot Anderson kulichangia mvutano mkubwa uliomaliza safari ya Amorim katika viunga vya Old Trafford. Tangu hapo, Carrick amekuwa mstari wa mbele katika majadiliano ya upimaji wa kikosi, huku uwezekano wa nyongeza mpya ukiendelea kujadiliwa. Ndidi ambaye kwa sasa anachezea Besiktas ndiye jina jipya zaidi kuhusishwa na United, hasa baada ya AC Milan kumweka Ruben Loftus-Cheek. Wakati huo huo, Ruben Neves wa Al Hilal anatajwa kuzungushwa miongoni mwa vilabu vya ligi kuu England, na Manchester United ni miongoni mwa klabu zinazoarifiwa kuhusu masharti ya dili hilo. Lolote linaweza kutokea kufanyika. Kadri msimu unavyokaribia tamati, macho yote yatakuwa kwa Carrick kuona kama ataamua kucheza karata ya muda mfupi au kusubiri mradi wa muda mrefu ulioathiri. Kwa taarifa zaidi za kimichezo na burudani, usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter. Tunapatikana kama Kasako Media. Usisahau kusubscribe hii channel ili uwe wa kwanza kupata matukio na taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.